Kwa wote mnaosikiliza, je, umewahi kufikiria kwa nini Ukristo unasema kwamba tunaweza kuokolewa tu kupitia Yesu Kristo? Je, hatuwezi tu kumwamini Mungu kwa uaminifu wetu? Kwenye kipindi hiki cha Biblia pekee utagundua kwa nini Yesu ndiye mkombozi wetu wa pekee na kupata kuelewa kwa kina mpango wa Mungu. Walawi 25:23 hadi 25 inasema, kamwe ardhi isiuzwe kwa mkataba wa kudumu, kwa sababu nchi ni mali yangu, maana ninyi ni wageni na wapangaji wangu. Katika nchi yote mtakayoshika kuwa milki yenu, na ni lazima mtoe ukombozi wa ardhi. Mwenye dhambi huadhibiwa kulingana na sheria katika ulimwengu wa kiroho, kama vile mshahara wa dhambi ni mauti. Warumi 6:23 inasema, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bila karama ya Mungu, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Yesu Kristo Bwana wetu. Kuna pia sheria nyingine inayotukomboa kutoka kwa dhambi. Mwanadamu wa kwanza Adam alikabidhi mamlaka yake kwa shetani kwa sababu ya dhambi. Mamlaka hayo yanaweza kurejeshwa kwa sheria kukomboa mwenye dhambi. Basi ni sheria gani inayorejesha mamlaka iliyokabidhiwa na adui shetani? Mungu kwa siri alitangulia kupanga wokovu wa mwanadamu kulingana na sheria hii kabla ya enzi zote. Walawi 25:23 hadi 25 inatuambia, kamwe ardhi isiuzwe kwa mkataba wa kudumu, kwa sababu nchi ni mali yangu, maana ninyi ni wageni na wapangaji wangu. Katika nchi yote mtakaoshika kuwa milki yenu, ni lazima mtoe ukombozi wa ardhi. Ikiwa mmoja wa wazao wa nchi yako amekuwa maskini na akauza baadhi ya mali yake, ndugu yake wa karibu atakuja na kukomboa kile ndugu yako alichokiuza. Kwa kuwa ardhi yote ni ya Mungu, haiwezi kuuzwa milele. Ikiwa mtu atauza kwa sababu ya umaskini, ndugu wa karibu anaweza kuinunua tena kulingana na sheria ukombozi wa ardhi. Nchini Israel, mikataba inajumuisha utaratibu wa kina wa kuuza na kununua ardhi, pamoja na maelezo ya jinsi ya kuikomboa baadaye. Muuzaji na mnunuzi hutia saini kwa muhuri kwa uwepo wa mashahidi. Nakala moja ya mkataba uliotiwa saini hutiwa muhuri na kuhifadhiwa kwenye magala ya hekalu kulingana na sheria ya kanuni, na nakala nyingine haiwekwi muhuri na huonyeshwa hadharani. Hii inamaanisha kwamba ndugu anaweza kuja na kuikomboa ardhi wakati wowote. Ikiwa hakuna ndugu waliobaki, ardhi inaweza kukombolewa mara tu ambapo mali na nguvu zinazopatikana. Agano lilikuwa kati ya Mungu na Ibilisi kupitia kutotii kwa Adam. Kulingana na sheria ukombozi wa ardhi, Ibilisi alimwambia Yesu katika Luka 4:6, nitakupa mamlaka juu ya miliki hizi na fahari zote, kwa maana zimekabidhiwa mkononi mwangu, nami ninaweza kumpa yeyote nitakayetaka. Adamu alikabidhi mamlaka yote kwa shetani kwa kutotii kwake. Hata hivyo, sheria inasema kwamba ardhi haiwezi kuuzwa milele na inaweza kukombolewa baadaye. Akitenda kwa upendo na haki, Mungu alimtayarisha Yesu Kristo kama mkombozi anayestahili kulingana na sheria ukombozi kabla ya wakati kuanza. Katika wakati unaofaa zaidi, Mungu alifungua njia ya wokovu kupitia kusulubiwa kwa Yesu. Ufunuo 5:4 inataja kitabu kilichobeba mkataba uliowekwa kati ya Mungu na Ibilisi. Na mkataba unasema kwamba Adamu alitenda dhambi na akakabidhi mamlaka ya utawala wa dunia kwa Ibilisi, lakini itakombolewa na yule aliye na nguvu. Mtume Yohana alilia sana kwa sababu hakuna aliyepatikana wa kustahili kufungua kitabu chenye mihuri 7. Kisha mmoja wazee alimwambia, usilie, tazama simba aliye wa kabila la Yuda, shina la Daudi, yeye ameshinda apate kukifungua kile kitabu na ile mihuri yake. Yesu, shina ya Daudi, alistahili kuwa mkombozi wa ardhi. Je, ni masharti gani ya kutimiza ili kuwa mkombozi? Kulingana na sheria ya ukombozi wa ardhi, kwanza mkombozi lazima awe mwanadamu, jamaa wa Adamu.
Warumi 5:12 natuambia, kwa hiyo kama kwa kuwa mtu dhambi iliingia ulimwenguni na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanywa dhambi. Mstari wa 19 pia unasema, kwa maana kama vile kwa kutotii kwa yule mtu mmoja wengi walifanywa wenye dhambi, vivyo hivyo kwa kutii kwa mtu mmoja wengi watafanywa wenye haki. Hii inamaanisha kuwa wanadamu ambao walikuwa kwenye njia ya uharibifu wanaweza kuokolewa kupitia binadamu anayestahili kutukomboa kutoka kwa dhambi. Sheria ya ukombozi wa ardhi inasema kuwa maskini anaweza kuuza ardhi na kila mara anaweza kuikomboa tena akiwa tajiri. Ama ndugu wa karibu anaweza kukomboa kwa niaba yao ikiwa hawana uwezo wao wenyewe. Mtu ambaye anaweza kukomboa mamlaka ambayo Adamu alikabidhi kwa adui ibilisi na shetani lazima awe jamaa wa Adamu. Yesu anatimiza masharti? Yohana 1:14 inasema, Yesu alikuwa neno ambaye alikuwa Mungu na alikuja kukaa duniani kama mwili, akiwa amezaliwa kama mwanadamu katika mwili. Yesu anatimiza sharti la kwanza la sheria ya ukombozi wa ardhi. Pili, mkombozi hafai kuwa mzao wa Adamu, kwa kuwa Adamu alitenda dhambi kwa kutotii. Wanadamu wote waliozaliwa kutoka kwenye kizazi chake watakuwa na dhambi ya asili. Ili kupitia dhambi za mwanadamu, mkombozi hafai kuwa mzao wa Adamu. Hii ni kwa sababu mwenye dhambi hawezi kulipa dhambi za mtu mwingine. Ufunuo 5:1-3 inaonyesha Mtume Yohana akiangalia malaika mbinguni, lakini hakuna aliyepatikana kustahili, kwani malaika si wanadamu, hivyo hawawezi kuwa jamaa wa Adamu. Mtume Yohana pia aliangalia duniani na kuona wenye dhambi pekee, akimaanisha uzao wa Adamu. Alilia na akaona chini ya ardhi iliyokuwa ya kuzimu. Yesu anatimiza sharti la pili la sheria ya ukombozi wa ardhi? Kulingana na mwili, Yesu alikuwa mzizi wa Daudi, lakini hakuwa ametungwa mimba kwa njia ya kawaida. Hii inamaanisha kwamba Yesu hakuwa na dhambi ya asili. Kama ilivyoandikwa katika Mathayo 1:18-21, Yesu alizaliwa kama mwanadamu ili kulipa dhambi zetu. Hakuwa mzao wa Adamu kwa sababu Yesu alipatikana kwa njia ya Roho Mtakatifu kupitia nguvu za Mungu na kwa kutumia tu mwili wa Bikira Maria. Tatu, mkombozi lazima awe na nguvu za kumshinda ibilisi. Haiwezekani kulipa deni la mtu mwingine ikiwa huna uwezo wa kifedha wa kufanya hivyo. Vivyo hivyo, mkombozi lazima awe na nguvu za kumkomboa mwanadamu kutoka kwa dhambi. Katika ulimwengu wa kiroho, kuwa bila dhambi ndio kuwa na nguvu. Nguvu za kurejesha mamlaka ya Adam kutoka kwa ibilisi ni kuwa bila dhambi. Mtu asiye na dhambi ana nguvu za kushinda, kuamuru na kumfukuza adui ibilisi. Yesu anatimiza sharti la tatu la kukomboa ardhi? Kwa kuwa si mzao wa Adamu, Yesu hakuwa na dhambi ya asili. Yesu alitahiriwa siku ya 4 baada ya kuzaliwa na alishika sheria kikamilifu kwa miaka 33 hadi aliposulubiwa. Yesu hakuvunja sheria wala kutenda dhambi yoyote. Alitii tu mapenzi ya Mungu na kupitia sheria kwa upendo. Yesu huyu asiye na dhambi wala lawama alikuwa na nguvu za kumkomboa mwanadamu kutoka kwa ibilisi. 4, mkombozi lazima awe na upendo wa kujitolea. Hata kama masharti yote matatu yaliyotanguliwa yatatimizwa, itakuwa bure bila ya muhimu zaidi, bila kuwa na upendo. Hii ni sawa na mtu tajiri ambaye hawezi kulipa deni la ndugu yake bila upendo. Kwenye kitabu cha Ruthu sura ya 4, Boaz anamhimiza ndugu wa karibu wa mume Naomi aliyeaga kuchukua jukumu la kuwa mkombozi. Lakini ndugu huyo akajibu, sitaweza kuikomboa nisije nikaudhuru urithi wangu mwenyewe. Wewe ikomboe mwenyewe, mimi sitaweza. Ndugu huyu alikataa kuchukua jukumu la kuwa mkombozi wa ardhi ili asipate hasara yoyote. Hata kama ndugu ana nguvu za kukomboa ardhi, hakuna chochote kinachoweza kutendeka bila upendo. Boaz, ndugu wa karibu wa Naomi, alikuwa na nguvu na upendo,
wa kujitoa ili kukomboa ardhi. Yesu pia alikuwa na upendo mkubwa wa kujitolea kwa ajili ya wanadamu. Kama Yesu hangemwaga damu yake na kufa msalabani kwa upendo wa kujitolea, je, ingewezekana kuokoa wenye dhambi, watoto wa Ibilisi, na kuwabadilisha kuwa watoto wa Mungu? Yesu alikuja duniani kuwasamehe wenye dhambi, kuponya wagonjwa na aina zote, kukomboa wanadamu na kutoka kwa vifungo vya uovu, kueneza amani, furaha na upendo na kutenda mema pekee. Licha ya haya yote, Yesu aliadhibiwa, kuaibishwa na kupitia mateso kabla ya kufa msalabani ili kulipa dhambi za wanadamu. Njia ya wokovu ilifunguka kwa sababu ya upendo mkubwa wa kujitolea kwa Yesu. Yeyote anayeamini kwamba Yesu Kristo asiye na dhambi alikufa msalabani na alifufuka siku ya 3 baadaye, anapokea mamlaka ya kuwa mtoto wa Mungu na jina lake linaandikwa katika kitabu cha uzima mbinguni. Matendo 4:12 yanaandika, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yeyote, kwa maana hakuna jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Ni Yesu pekee anayehitimu na kustahili kukomboa ardhi. Wokovu hauwezi kupatikana kwa mtu mwingine yeyote, kwa kuwa Yesu alivunja nguvu za mauti na kufufuka. Leo tumeangalia kwa nini Yesu ndiye mwokozi wetu wa kipekee. Naomba uweze kutambua sababu na mpango wa Yesu, mwana wa Mungu, kuja duniani kama mwanadamu. Huu ni upendo wa Mungu kwa watu wote. Natumai utaweza kuhisi upendo wake kwa undani katika moyo wako na kuelewa mpango wa hekima wa Mungu kwa ajili ya wokovu wa mwanadamu. Na shukrani yako kwa upendo wa Mungu iongezeke siku hadi siku. Niruhusu nikuombee. Baba mpendo wa mbinguni, nakupa shukrani zote na utukufu wote kwa upendo wako mkuu na wa ajabu, hekima yako na neema yako inayomiminika. Asante kwa kujitoa kwako kwa kumwandaa mwana wa kipekee Yesu kufa kwa niaba yetu ili tuweze kupokea wokovu. Yesu wetu ndiye mwokozi wetu wa kipekee anayetimiza masharti ili tusife kwa sababu ya dhambi. Baba, tunakushukuru. Tafadhali wasaidie wote wanaotazama waelewe upendo wako ili waweze kuishi katika neno la Mungu na kukaa ndani ya neema ya Bwana. Asante, ninaomba katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen.